kwa jinsi ambavyo maandalizi yalivyoenda vizuri na kwa jinsi ambavyo Mugisha ambaye ni rais wa shirikisho la walimu hawa ambao wanasimamia michezo alivyoeleza maandalizi yalivyokuwa mazuri na walivyofurahia, hapana shaka kwamba Tanzania itakuwa kinara katika kuandaa na kuwa wenyeji wa mashindano ya AFCON vizuri zaidi, na naamini tutakuwa namba moja katika hizi nchi tatu ambazo zinaendeleza michezo. Lakini kubwa, michezo yenyewe vile vile inazidi kujenga umoja kati ya nchi zetu. Watu watashindana na wote tunaona kwa kweli katika serikali ya awamu ya 6 hili liko wazi kwamba tunaona michezo hasa vijana, michezo ya kina mabiti zetu wanaocheza mpira wa miguu sasa hivi tunaenda vizuri sana. Kwa hiyo natumaini vile vile sio kwamba tutakuwa wenyeji tu, lakini pengine Tanzania tunaweza tukaibuka kidedea katika mashindano hapa leo. Ni sehemu mojawapo ya kwamba vipaji vya hawa vijana wetu tunataka moja vionekane, 2 vitumike, na kwenye kutumika sasa matarajio ni kwamba hawa watoto ndio watakuwa wawakilishi wa Tanzania kwenye mashindano mengine makubwa sana. Na tusisahau kwamba kawaida ya Tanzania kuwa na kutoa vijana kwenye ngazi za shule kwenda kupeleka kwenye timu ya taifa na kadhalika sio jambo la halijaanza leo. Miaka 45 46 iliyopita, 50 iliyopita, UMISETA ilikuwa inatoa vijana anapeleka mpaka Taifa Stars. Kwa hiyo na sisi matarajio yetu ni kwamba tutatoa vijana humo na inshallah Tanzania itakapoenda kushiriki kombe la dunia mwaka 30, wengine mtaona wametoka humo. Sisi kama nchi tumejipanga kwenye mashindano haya, kwenye mashindano ya UMITASHUMTA, UMISETA. Wote tunaweka wataalamu ambao wanaangalia vijana wetu wanaofanya vizuri, wanapelekwa kwenye vituo vyetu vya michezo ama kwenye shule tulizozitenga kwa ajili ya kuendeleza vipaji vyao. Kwa upande wa soka tuna TDS pale Tanga, tuna TDS Kigamboni Dar es Salaam. Lakini pia tunakamilisha akademia ya michezo kwa Mahalia. Huko kote tunachukua vijana wanaotokana na michezo kama hii. Tukiona vijana wanafanya vizuri, tunatengeneza utaratibu wanakwenda kwenye vituo vyetu pamoja na vituo vingine mbalimbali vya watu binafsi.